Mheshimiwa Haran Nyakisa Sanga atafuatana Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika. Mheshimiwa Filipo Agustino Mlugo ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote nami niungane na wachangiaji wenzangu waliopita kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema anayetujalia afya na nguvu na hatimaye kuendelea kufanya kazi za wananchi. Mheshimiwa Spika, pili, nataka nimpongeze sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mama jemedari ambaye ametoa fedha ambazo zimesambaza mitandao ya barabara nchi nzima, lakini pia hususan katika jimbo langu la Kigamboni ametupa bilioni 68 ambazo ziweza kwenda kutengeneza madaraja manne: daraja la Nguva, Cheka, Tungi pamoja na Kigamboni. Lakini Mheshimiwa Spika, leo tunachangia bajeti ya Wizara ya Ujenzi. Mimi nilipita nikaangalia dira ya wizara, inasema kuwa na miundombinu bora na endelevu inayowezesha maendeleo ya kiuchumi na jamii. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, nikasoma majukumu yake, nikachukua mawili: kusimamia utekelezaji wa sera na ujenzi na usalama wa barabarani, lakini pia kusimamia ujenzi na uendeshaji wa vivuko. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwa niaba ya wananchi wa Kigamboni, kila mtu anaelewa jiografia ya wilaya ya Kigamboni au jimbo la Kigamboni ilivyo, kwamba limekaa kama kisiwa. Lakini katika kupitia hii bajeti, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niongelee vitu viwili tu. Nitaongelea vivuko ambavyo vya boats pamoja na vivuko vya daraja la Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wa Kigamboni ni wananchi ambao wanaishi maisha ya fedha kila siku. Tunaposema maisha ya fedha, bila shilingi 200 au 500 Kigamboni huwezi kufika. Mheshimiwa Naibu Spika, waziri amewasilisha bajeti yake. Hapa pale Kigamboni tulikuwa na vivuko vitatu. Tulikuwa na Kigamboni, tulikuwa na Kazi, tulikuwa na Magogoni. Lakini hivi sasa tunavyozungumza tuna kivuko kimoja MV Kazi ambacho kinafanya kazi masaa 24 na vile visitax ambavyo viko vya mwekezaji. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, vivuko vile bei ni shilingi 500 na bei ya zile pantoni za kawaida ni shilingi 200. Wananchi wengi hawawezi kumudu shilingi 500, kama mnavyojua kwamba maisha yamepanda gharama kidogo. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, ukisema wewe una gari upite uende Kigamboni, kama hutaki kulipa tozo, ni dhahiri uende Mkuranga, utoke Kigamboni uende Tuangoma, Kongowe, Mbagala ndio uweze kupita bila kulipa fedha. Lakini pale kwenye daraja la Mwalimu Nyerere hakuna mwananchi yoyote ambaye anaweza kapita pale bila kutoa tozo. Mimi Mheshimiwa Naibu Spika, ni muumini sana wa sekta binafsi, lakini pia lazima uangalie maisha ya Watanzania, hususan wana Kigamboni. Jana tulipata taarifa hapa kutoka kwa Naibu Waziri Kasekenya, akasema wizara ya mradi wa daraja la Mwalimu Nyerere pale Kigamboni ni mradi ambao una mchango 40% za serikali na 60% za mfuko wa hifadhi. Na mimi leo niko hapa namuomba sana Mheshimiwa Waziri, kwa kweli siwezi kuhitimisha hii bajeti, nitashika mshahara wako mpaka tuelewane. Ile 40% ya serikali, kwa nini tusiitoe serikali ikabeba mzigo wa wananchi wa Kigamboni, ikawa ni sehemu ya fedha ambazo zinajenga barabara mahali pengine Tanzania, ili tuweze kupata punguzo la tozo za pale kivukoni. Mheshimiwa Naibu Spika, ukibeba chakula kutoka Kariakoo kupeleka soko la Kibada, lazima pale utalipa shilingi 7,000 kwenye gari. Lakini imagine mtu amechukua maparachichi, amechukua matikiti maji, anapeleka sokoni na pale analipa. Kule sokoni atauza bei shingapi? Lazima maisha atakuwa ni juu, kwa sababu pale analipa fedha. Lakini ombi langu Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wananchi,
tufike mahali kama serikali tuangalie vitu ambavyo vinatoa huduma kwa wananchi, kama daladala, kama haya mabasi haya malori yanayopeleka chakula katika masoko yetu yapewe kupita bure, ili kuweza kuendana na maisha ya Watanzania na wananchi wa Kigamboni. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mimi niseme tu nimeona Mheshimiwa Waziri akiwa amezungumza kwamba kuna upanuzi mkubwa sana wa barabara za nchi ya Tanzania. Ametaja kama Singida, ametaja Lindi, ametaja Songea, ametaja Dar es Salaam, Mandela Road. Kitu ambacho mimi nataka niseme Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa wa kibiashara. Ule mkoa tunavyozungumza sasa hivi, foleni huwezi kupanga kwenda mahali Dar es Salaam ukasema nitaenda baada ya lisali moja nimefika. Huwezi. Kwa mfano, ile barabara ya Mandela Road sasa hivi naona wizara imefika hatua ya kwamba wanaipanua ili waweke mpango wa BRT. Lakini lazima tuwe very strategic katika kujenga hizi barabara. Mimi maoni yangu ni kwamba ile barabara ingekuwa ni exit barabara ya malori tu yanaenda bandarini na kutoka, ili kufungua bandari yetu iweze kupunguza mizigo. Ukifanya hivi tutakuwa tumepunguza foleni kwa kiasi kikubwa sana Dar es Salaam. Imagine kama meli moja inaweza kashusha container pale ambazo zinaweza zikashusha magari 2000. Yale makasha 2000 yanahitaji malori 2000 flatbed ili ziweze kuchukua ile mizigo. Sasa kama yale malori yamepangwa yako 2000 barabarani, unategemea Kigamboni utavuka vipi? Unategemea mjini utazunguka vipi? Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mimi niombe serikali iangalie upya mradi wa ujenzi wa barabara kutoka pale bandarini kuelekea Mandela Road, badala ya kuweka BRT basi tuweke exit ya malori ili aweze kutoka bandarini yatoe mizigo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana Mheshimiwa Sanga, muda wako umeisha. Naomba nimalizie basi. Waheshimiwa bunge, wachangiaji tuko wengi sana. Kengele ya pili kilia, naomba uishie hapo. Unga mkono hoja, tuendelee Mheshimiwa. Naunga mkono hoja, lakini nashika shilingi ya Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa